Bwana, kutokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Petro Atletico de Luanda, ikiwa ni Novemba 23. Mchezo wa kwanza kabisa wa hatua ya makundi kwa mnyama yupo Benjamin Mkapa. Nipo na mzee Mwaipaya, tumekutana Lupaso. Upo vizuri mzangu? Nipo vizuri kabisa, niko poa kabisa. Mambo yanasonga. Yaani kama unavyoona niko ndani ya uzi mpya, kwa hiyo na maandalizi kabisa. Unajua kabisa ni ufunguzi wa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mnyama Simba yuko katika mawindo yake kabisa, yuko katika poli ambalo lina miti mirefu zaidi, poli ambalo lina bahari ndefu zaidi, poli ambalo lina makaburi mengi zaidi ya vilabu Benjamin Mkapa. Mnaanza na Petro Atletico de Luanda. Mchezo wa kwanza kabisa, unafikiri utakuwa ni mchezo wa aina gani? Ukifikiria mupo nyumbani ambapo mnapata matokeo mazuri sana Stadio the Benjamin Mkapa. Utakuwa mchezo mgumu. Kwa kawaida timu zinazokuja kucheza na klabu ya Simba wanajiandaa mara 100. Kama walikuwa wanafanya mazoezi yani kutwa mara moja, wakisema panga katika na klabu ya Simba nafanya mazoezi yani mara 3 kwa siku. Kwa hiyo maana chukua maandalizi ya timu pinzani, alafu njoo angalia na maandalizi ya klabu ya Simba. Hii inakupa picha halisi kwamba mechi itakuwa sio kidogo. Yaani mechi itakuwa ni ngumu. Kwa sababu wale Petro Atletico de Luanda hawa ni wazuri. Sio kuwabeza, yani sio kuwabeza kwa sababu kama kuna mwaka fulani unajua watu wanachukulia kama ile timu ambayo ilifungwa kipindi kile na Corona na Mongo. Sio wale ambao kuna miaka 4 5 tena kaja kubadilika, kaja kumtoa Mamelodi Sundowns nyumbani kwao pale South. Kwa hiyo sisi tunauendea mchezo huu hali ya kuwa tukao tuna akili timamu. Yaani tuna akili timamu. Ina maana yani watu wanakaa wanaenda kwa tahadhari zote. Tukisema kuna kushambulia tutashambulia, tukisema kudefense defense. Hatutaacha mianya wale watu kupita kwa sababu uwezo wa mpira moja wanao. Mwaipaya, unafikiri huu mchezo unakuwa mgumu kupelekea na yale matokeo ambayo wameyapata jana Young Africans kumfunga Farabati? Unamipa chachu kiasi gani ama nguvu kiasi gani kuona kwamba na nyinyi leo mnaanza vyema kwenye hatua ya makundi? Wale wapande kule Mesia kama Yanga, hawa Yanga ndio yani Simba ndio hapa chachu ya kufanya wenyewe vizuri. Sio sisi yani watupe chachu wale. Kwa sababu bado maandadogi tu katika mashindano. Kwa sababu nakuambia kitu kimoja Mesia, kwa sababu sisi kwenye kundi alikuwa National Ahli, alikuwepo Vita, alikuwepo J Saula. Tukaingia sisi na National Ahli. Sisi tulikuwa na point 11, wale National 13. Msimu ukafuata tena wengine walikuwa National Ahli, El Merreikh ya Sudan, Vita Sports Club, Simba Sports Club, tukana point 13. Sasa hao ndio wanacha kujifunza. Sisi hatujifunzi kupita kwao. Inaonekana Young Africans ni kama ameimarika sasa kwenye kuicheza hapa kwenye kuyacheza mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ndio maana nasema yani inabidi aimarike kulingana na afuate nyayo zetu sisi. Mimi nimeshakupa. Hakuna jipi ambalo atakalefanya Yanga ambalo Simba alifanya. Nimekuambia kwenye kundi la National Ahli, sisi tumeshaongoza na point 13. National wewe kuona National anashangilia Simba kushinda. Hujao kuona. Lakini National walishangilia Simba kushinda, wenyewe walienda kuifunga walienda kuifunga Messi, walienda kufunga El Merreikh ya Sudan. Huko Vita kachukua goli 4 bila. Watu National wachezaji wanapongezana kwa sababu ya Simba kushinda. Kwa sababu ilikuwa Vita akishinda, National end tunaenda mimi na Vita. Kwako mzee Mwaipaya, Young Africans si ile ambao tulikuwa tunaifahamu, ambao tunasema kwamba Yanga ieleweki, mpira wanaocheza ueleweki. Yanga ya jana ilikuwa ni tofauti zaidi. Hakuna tofauti. Kwa sababu gani? Umeelewa? Kwa sababu wale jamaa wale walikuja na plan ya game. Wale walikuja kukaa nyuma, mbele walikuwa wamebakiza wachezaji wawili. Angalia waliofungwa mpira, sasa watu walikuwa wanatamani mpira uishe. Goli halijafunga goli pale goli wewe kukuuliza ile goli ile kuna kasoro gani? Kufunga Farabati. Ile kasoro gani ile? Watu wengi wanailamikia kwamba mwamuzi hakutenda haki. Offside si offside. Kwa sababu Lazimeno hajaonyesha kibendera. Mpaka leo mimi nashangaa, sijui alitukanwa, sijui mchezaji wa Yanga Diala, mimi sifahamu. Labda nyinyi waandishi wa habari nyinyi ndio mna uwezo wa kwenda kuwahoji. Labda Diala alitukanwa ndio maana sio goli. Mimi sielewi kwa sababu kama ni ile imepigwa faulo. Jobu kashinda kumaki yule mshambuliaji. Baka kashinda kumaki yule mshambuliaji. Yule mshambuliaji kakaa peke yake kachagua yengo kafunga. Diala kaenda kama sokoni, umeelewa? Kama goli la wale Silver Striker. Kakaa kama boya tu. Ni kweli mwamuzi kuna matukio jana aliangamua yakiwa hapo sahihi. Hapo sahihi ilikuwa ni mengi tu, umeelewa? Yaani kuna kitu ambacho
Ndio maana tunazungumza kitu kimoja Mesia, hao ndugu zetu kwa sababu ilimadi wacheze. Kwa sababu bila kuwepo Mdathilia pale Yanga alikuwa nani apate ushindi. Mwipaya, pengine Simba sasa leo kiwango cha wachezaji wako unashaka nacho? Mchezaji mmoja mmoja tunazungumzia kina Morris, kina Kanti, kina Kamara. Mimi sina yani mimi sina shaka na kiwango cha mchezaji mmoja mmoja. Yani sina shaka nacho kabisa kiwango cha mchezaji mmoja. Kwanza unapomzungumzia Morris Abraham, hii ni habari nyingine, sayari nyingine kabisa. Yani ni sayari nyingine kabisa tofauti. Na hata yeye mwenyewe anashangaa kwa nini anachezea Simba. Mpaka sisi watu wa Simba tunashangaa kwa nini anachezea Simba. Yaani angalia sasa yeye anashangaa na sisi tunashangaa. Kwa sababu huyu ni mtu wa huko nje huko. Ukija kumwangalia kama Jonathan Soa, kipaji halisi kabisa. Mtu yani mtu ana mwili mkubwa lakini ni mtu msumbufu, afu ana ball control na kila kitu cha uchezaji, umeelewa? Ukija kumwangalia Nabi Kamara hashangai mashindano. Kacheza Arabuni kule wacheza kina Karim Benzema kule. Kina Cristiano Ronaldo kacheza kule, umeelewa? Ni mtu ambaye yani anakuja kurelax katika nini? Katika klabu ya Simba. Ukimwangalia Alassane Kante Waarabu wamelia. Kwa sababu mchezaji mmoja kaenda huko kwenye ligi ya nini? Huko Arabuni. Kwenye Cristiano Ronaldo pale. Pacha wake yule namba 8 yule. Kaenda kule. Na sisi tulipoint watu wawili wale. Lakini akamwambia Mimi tunapene huyo sisi hapa hii inaingia ila zaidi ya bilioni 20. Mwipaya leo mauaji yanaenda kuonekana. Tunaenda kufanya mauaji sisi. Isipokuwa tutafanya mauaji kwa namna ipi, umeelewa? Tunahitaji wachezaji kama walikuwa wanajitolea kwa 100%, basi leo wazidishe 50%. 150 ya kupambana uwanjani. Yaani nataka mchezaji Alassane Kante akienda kukamuliwa jezi yani half time ile pale itoke yani lita 3 za jasho. Lita 3 za jasho. Nani huyo Nabi Kamara lita 3. Lucien Diloki lita 3. Jonathan Soa lita 3. Kibi Sawala lita 3. Sasa ukichanganya zikitokea kama lita kama 100 za jasho wachezaji wa klabu ya Simba, mtu anaweza kafuata goli 7 hapa. Wakijitoa. Kwa sababu nini maana kujitoa? Ina maana wafike kwenye matukio. Kwa sababu mpira siku hizi ni kufika kwenye matukio. Experience de Tunisia na JS na Stade Malien jana ni sare ya bila kufungana. Experience alikuwa kwake. Pengine hii inamipa nguvu sasa nyinyi kama wana Simba. Ule mchezo wa Experience pamoja na Stade Malien. Na ndio maana sisi nataka tuoneshe kwanza blackboard yani tutatumia bango la jezi za Yanga kuandika matokeo ya leo, umeelewa? Kwa sababu ni zile bango zile. Zile jezi zao zile mpya ni bango, umeelewa? Tunatumia bango la jezi ya Yanga kuandika matokeo ya leo, kuandika group letu. Yaani group letu sisi hatutaandika kwenye mitandao ya kijamii. Tutachukua jezi ya Yanga ile nani ya njano ile ambayo kama imeandikwa bango vile, tutaandika matokeo ya mechi zetu pale na group letu. Kishinda leo mnaongoza group. Na ndio tuna lengo. Na ndio maana vita itakuwa sio ndogo, vita itakuwa kubwa, lakini lazima mtu afe. Na ndio maana tunakwambia vipi Mesia? Mwisho wa moto ni majivu. Mwisho wa moto ni majivu. Yaani mwisho wa moto ni majivu. Ina maana ni leo piga ua. Lazima Simba akae kileleni kwanza. Ndio faida yetu. Stade Malien experience wao pamoja na Petro watakuwa sasa wanamiangalia nyinyi juu. Wanaangalia kwa sababu kwanza sisi ni wa Giant. Namba 5. Afrika. Bana mzee Mwipaya baadaye natumia tutaongea vizuri. Tusinene tukamara. Wahenga wanasema tusiongee tukamaliza, tuweke akiba ya na ndio maana nakwambia nitafute baadaye. Shukrani sana ndugu. Nataka nipasue maiki.